Asubuhi tulivu shambani, anga la buluu likitanda juu, ndege wakipaza sauti zao na upepo mwanana ukipuliza miti kwa upole. Hapa ndipo safari ya kilimo huanzia, katika utulivu wa asili. Katika kipande hiki cha ardhi ambacho bado hakijaguzwa na jembe, ndipo tunapoanza maandalizi ya kupanda Lucerne. Zao lenye dhamani kubwa kwa wafugaji, hasa katika lishe ya mifugo. Hatua ya kwanza kabisa si kupanda, bali ni kuandaa udongo kwa umakini. Katika video hii, tutakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuandaa shamba ili kuanzia mwanzo kabisa, tukitumia mbinu za mikono hadi kufikia hatua ya kupanda. Hatua ya kwanza ni kuanza kulima ardhi kwa kutumia jembe. Kwa kuwa hatutumii trakta katika eneo hili, tunategemea nguvu kazi ya mikono. Njia ambayo ingawa inahitaji juhudi zaidi, inatoa nafasi ya kuandaa udongo kwa umakini mkubwa. Udongo unageuzwa hatua kwa hatua, ukivunjwa ili uwe laini na tayari kupokea mbegu za Lucerne. Lengo hapa ni kuhakikisha ardhi imelegea vizuri, haina mabonge makubwa na iko tayari kwa hatua zinazofuata za upandaji. Baada ya kulima, hatuendi moja kwa moja kupanda. Ardhi hii inawachwa wazi kwa muda wa takriban mwezi mmoja ili ipigwe na jua kali. Hatua hii husaidia kupunguza wadudu, magugu na vimelea vilivyoko kwenye udongo. Jua linapopiga ardhi iliyo wazi, linachangia kuifanya iwe salama zaidi kwa mbegu zitakazopandwa baadaye. Ni hatua ya subira, lakini yenye mchango mkubwa katika mafanikio ya zao la Lucerne. Baada ya ardhi kukaa na kupigwa na jua kwa muda wa kutosha, sasa tunaingia hatua ya kuboresha rutuba ya udongo. Hapa tunatumia samadi ya kondoo wa dopa, mbolea asilia yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wa Lucerne. Samadi inasambazwa kwa usawa juu ya shamba lote, ili kuhakikisha kila sehemu udongo inanufaika. Mbolea hii husaidia kuongeza rutuba, kuboresha muundo wa udongo na kuupa uwezo wa kuhifadhi unyevu kwa muda mrefu. Kwa mkulima anayefuga na pia kupanda malisho, hii ni njia bora ya kutumia rasilimali zilizopo shambani kuongeza uzalishaji. Baada ya kusambaza samadi, hatua inayofuata ni kuandaa matabaka ya kupandia, maarufu kama raised beds. Matabaka haya yanatengenezwa kwa kupanga udongo katika mistari iliyoinuka kama iliyo kwenye kilimo cha viazi. Mbinu hii husaidia kuboresha mifereji ya maji, hivyo kuzuia maji kusimama shambani, jambo ambalo linaweza kuathiri ukuaji wa Lucerne. Pia, matabaka hurahisisha usimamizi wa shamba, iwe ni wakati wa kupanda, kupalilia au kuvuna. Kila tabaka linaandaliwa kwa uangalifu ili liwe na umbo na nafasi inayofaa, kuhakikisha mimea itapata mazingira bora ya ukuaji. Hii ni hatua muhimu sana, kwa sababu maandalizi mazuri ya shamba huamua kwa kiwango kikubwa mafanikio ya zao lote. Baada ya matabaka kuandaliwa, sasa tunafanya uboreshaji wa mwisho kabla ya kupanda. Hapa tunatengeneza vijimistari vidogo juu ya matabaka ambavyo vitatumika kama sehemu ya kupandia mbegu za Lucerne. Wakati huo huo, tunahakikisha tunang'oa na kuondoa magugu yaliyokauka ili yasichanganyike na mbegu au kuathiri uotaji. Udongo unapaswa kuwa laini, safi na ulio sawa, hali ambayo inasaidia mbegu kusambaa vizuri na kuota kwa urahisi.
Hii ni hatua ndogo kwa macho, lakini ina mchango mkubwa sana katika kuhakikisha mimea inaanza vizuri tangu mwanzo. Sasa tunafika kwenye hatua muhimu zaidi, kupanda Lucerne. Mbegu tunazotumia ni zile zilizothibitishwa, zikiwa zimehifadhiwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ubora na kiwango kizuri cha uotaji. Tunazifungua na kuanza kuzisambaza kwa umakini juu ya mistari tuliyoandaa awali. Upandaji unafanyika kwa usawa, kuhakikisha mbegu zinapata nafasi ya kutosha kukua bila kushindana. Hii ni hatua inayohitaji umakini mkubwa, kwa sababu namna unavyopanda ndivyo itakavyoathiri mavuno yako baadaye. Na mara tu baada ya kumaliza kupanda, mvua inaanza kunyesha. Hii ni bahati kubwa kwa mkulima. Mvua ya kwanza baada ya kupanda husaidia mbegu kuanza kuota haraka bila kuchelewa. Ni kama asili yenyewe inabariki kazi ya mkono wa mkulima. Na hapo ndipo safari ya kupanda Lucerne inaanza. Ndani ya siku chache zijazo, tutajionea jinsi mbegu hizi zitakavyoanza kuota na hatimaye kuwa malisho yenye thamani kubwa kwa mifugo. Kama wewe ni mfugaji au unapanga kuanza, hii ni hatua muhimu sana ambayo huamua mafanikio yako. Endelea kufuatilia kuona matokeo ya hatua hii. Na kama umejifunza kitu, usisahau kujiunga na channel kwa mafunzo zaidi ya ufugaji wa kondoo wa dopa.